Ipo haja ya madereva wote kuwa makini wanapokuwa barabarani. Ni kupasha mengine, baadhi ya wazazi wamelalamika kutokana na bei ghali ya vitabu na bidhaa zingine zinazohitajika shuleni wakati huu wanafunzi wanarejea shuleni kwa muhula wa kwanza, wakisema uchumi wa sasa humu nchini Kenya unawatatiza kuzinunua. Na katika sekta ya usafiri mjini Machakos, wahudumu wa matatu wamebaini kuwepo kwa idadi ndogo ya wanafunzi wanaorejea shuleni ikilinganishwa na miaka iliyopita. Isaac Musyoka na taarifa kamili. Wakati wanafunzi wanaporejea shuleni kwa muhula wa kwanza, baadhi ya wazazi wamelalamika kutokana na bei ya juu ya vitabu na bidhaa zingine zinazohitajika shuleni, wakisema uchumi wa sasa nchini Kenya unawatatiza kuzinunua. I've come to the bookshop. Books are very expensive, so with us middle class, we cannot afford even to buy all the books. So it is forcing you to buy only the basic books and to buy in bits. So actually the uchumi ya saa hii imekuwa mbaya na inatufinya sana kama nini wazazi. Siwezi nunua vyote because lazima ni balance kwa watoto wote. Wakitaka serikali kuingilia kati na kuhakikisha bei ya bidhaa hizi imeshuka au serikali kuzipeana shuleni, wakisema masomo shuleni huenda ikatatizika ikiwa wanafunzi wataenda bila. So singeweza, maana sasa itabidi nichukue moja and then shopping bado. So tunaona changamoto kama sisi kama wazazi, tunaona gumu sana kwa muda kama sasa. So lakini hakuna advice, watoto lazima waende shule and then tutaona vile tutafanya. Mimi naweza ongea tu nikiomba kama inawezekana. Hizi kama vitabu sasa hizi, hata nijaribu sasa hizi kuuliza kama huyu customer ambaye kwa ndani. Yeye pia amesema pia mahali ambayo anarangua bei imeenda juu. Mjini Machakos, kaunti ya Machakos, katika sekta usafiri, wahudumu wa matatu wamebaini kuwepo kwa idadi ndogo ya wanafunzi wanaorejea shuleni ikilinganishwa na miaka iliyopita, wakibaini kuwa kutokuwepo kwa wanafunzi wa kidato cha kwanza na cha pili huenda ikawa chanzo cha idadi ndogo, ila wakisita kuongeza nauli kwa wanafunzi. Watoto si wengi sana kwa sababu vile nimepanda utafiti ni kama darasa mbili, form 2 na form 3. Kwa sababu unajua hapo awali watoto walikuwa wengi, juu walikuwa wakienda darasa 4, form 1, form 2, form 3, form 4. Biashara ya kurudi shule ambao ni wanafunzi haijakuwa vile, juu wanafunzi bado hawajarudi shule. Biashara bado iko chini. Juu kutoka hapa kwenda wote bei ni ile nomo ya 300 ama 250. So ukijaribu kuambia mwanafunzi unamlipisha 300, wengine wanakataa hiyo nauli. Wamewataka walimu shuleni kutowafukuza wanafunzi shuleni kutokana na ukosefu wa karo, ila waweke mikakati na wazazi jinsi wataweza kulipa. Isaac Musyoka, Undugu TV.